Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu kwamba tupo kwenye mfungo wetu wa siku 40, lakini tuna mwezi mzuri, mwezi wa pili ambao ni wa kufanywa upya. Kwa wale ambao mlisikiliza ibada ya kujiweka wakfu, mwezi wa pili ni mwezi wa kufanywa upya na Bwana, na Mungu anaenda kutufanyia mambo makubwa sana katika mwezi huu. Lakini leo ni Jumatatu ambayo tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya wiki nzima. Tunaenda kutembea kwenye mbaraka wa Bwana. Siku hii ya Jumatatu huwa ni desturi yetu ya kwamba tunaenda mbele za Bwana kujiweka wakfu. Tunajua kabisa ya kwamba Mungu aliwaambia wana wa Israeli wajiweke wakfu ili apate kuwabariki. Na sisi huwa tunatembea na mstari huo wa kujiweka wakfu kwa Bwana ili tupate kubarikiwa. Lakini pia tunajua shetani ni kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza, lakini tunamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwanakondoo. Najua tupo katika upande wa ushindi zaidi, kwamba adui ajapokuja kwa njia moja ataondoka mbele yetu kwa njia 7. Ni nani atakayemuondoa? Ni Mungu. Katika hali gani? Katika hali ya kujikabidhi mbele ya uso wake na kujiweka wakfu kwake. Maana yake nini? Vita yetu tunaiuza, tunampa Bwana, halafu yeye anatupa ushindi. Kwa hiyo ndani ya wiki hii vita yetu tumeiuza kwa Bwana, halafu yeye Bwana anatupa ushindi. Tunatembea katika hali ya kushinda. Yeye ni mshindi na sisi tunatembea katika hali ya kushinda katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Bwana na kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunaenda kujisimika katika ushindi wa wiki nzima. Lakini tunajua zipo baraka. Mungu anavyosema anataka kutubariki, zipo baraka ambazo Mungu ameziachilia kwetu. Hizo baraka ambazo Mungu ameziachilia kwetu ni ameziweka katika majira na nyakati, kwa sababu mmiliki wa majira na nyakati ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo zipo baraka alizoziachilia kwa ajili ya wiki hii ambazo Mungu ametaka zitujilie. Tunapoenda kujiweka wakfu, tunaenda kuzibeba hizo baraka ambazo Mungu ameziweka kwa nyakati za wiki hii kwamba zitujilie. Lakini Mungu ataenda kutuunganisha na watu muhimu sana, mazingira muhimu sana yaliyozibeba baraka zetu. Biblia inasema, kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kupendwa, hivyo nitainua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo tunapoenda kumwomba Bwana atuinulie watu, ainue kabila za watu, tunamtaka Mungu anapoenda kutuinulia watu alete zile baraka alizozikusudia kwetu, sawa sawa na agano la kujiweka wakfu kwake. Kwa hiyo tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu ili tupate kubarikiwa. Tunajiweka wakfu kwa Mungu wetu ili tupate kulindwa na yeye. Tunajiweka wakfu kwa Mungu wetu, kila mpango wa nguvu za giza, iwe ni roho za ajali, roho za mauti, roho za magonjwa, roho za uvamizi, spiritual attacks, vyote havitakuwa na mamlaka kwetu, watoto wetu, mali zetu, nyumba zetu na familia zetu, wenza wetu. Bwana anaenda kututenga mbali kabisa na uharibifu huo. Tunaenda kujiweka wakfu sasa kwa Bwana, tunaenda kuomba neema hiyo iwe kwetu. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, ninakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani. Asante kwa vile ambavyo Mungu umekuwa wa neema na baraka sana. Tumeuona mkono wako wenye nguvu ukitulinda, ukitupa amani na kutupa kibali. Roho Bwana, asante kwa maana wiki hii tunapoenda kujiweka wakfu kwako, Mungu wa kweli, na ni mwezi wa kwenda kufanywa upya, na bado tuko kwenye mfungo wa kuutafuta uso wako kwa ajili ya mwaka huu. Mungu liye hai, ninaomba usituache wala usitupungukie. Baba, ninaomba kibali cha rehema na neema
ukatutie nguvu, tukasimame, tukawe washindi na zaidi ya kushinda. Utusaidie Roho Bwana, tunapojiweka wakfu kwako, giza liwalo lolote halitaweza kusimama, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Baba, ninaomba na iwe nuru sasa na neema na rehema katika jina la Yesu. Asante kwa mkono wako wenye nguvu, asante kwa kibali chako. Sifa na heshima ni zako, Mungu liye hai. Baba, tunajiweka wakfu katika jina la Yesu. Tulindwe na nguvu zako, tutetewe na wewe Bwana. Tunajiweka wakfu mbele ya uso wako. Watoto wetu waende salama na kurudi salama, wanapoenda mashuleni waende na kurudi salama, mahali popote utakapokuwa. Bwana, tunaomba ukawalinde kwa nguvu ya kujiweka wakfu kwetu. Mungu liye hai, ninaomba kwa ajili ya mali zetu, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya kazi zetu. Roho Bwana, tunapenda kujiweka wakfu kwako, ukatutetee, ukatupigania na kutushindia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako, mfalme wa amani. Asante kwa mafuta yako unayoyaachilia kwetu katika wiki hii. Milango ikafunguke ya baraka, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Baraka zikatumiminikie, baraka zikatufikie. Ninatangaza baraka kwako, pande zote za dunia zikaachilie baraka za kumiminika kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninabatilisha giza lote katika ulimwengu wa roho linalokaa malangoni kuzuia baraka kutujilia. Malango yetu yatakuwa wazi kuleta baraka na utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozana pamoja nao. Mungu liye hai, hakutakuwa na uharibifu katika malango yetu. Vichwa vya malango yetu vitainuka, na wewe mfalme wa utukufu upate kuingia. Baba, ninakushukuru kwa maana tutastawi kama mtende na tutakuwa kama mwelezi wa Lebanon. Ndani yetu utomvu na ubichi vitatoka. Tutabarikiwa na wewe Bwana kwa ushindi usio wa kawaida katika jina la Yesu. Baba, asante kwa mafuta haya unayoyaachilia kwetu siku ya leo. Asante kwa kibali unachotupa kwa wiki nzima. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, nikienda kinyume na nguvu za giza na roho za kuzimu, naenda kinyume na uchawi wa kila aina, naenda kinyume na hila zote za adui, ubaya wa kila aina ambao Lusifa na malaika zake wameweka, hautafanikiwa katika jina la Yesu. Baba, asante kwa mafuta, asante kwa nguvu. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutashika sadaka zetu njema, kujiweka wakfu kwa Bwana, kubarikiwa, kufanikiwa, kustawi katika wiki hii, na hakika yake utaona kubarikiwa, utaona kuinuliwa, utaona kustawi wiki hii. Kwa neema na rehema utaona mkono wa Bwana ukikuhudumia. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Basi utaachilia sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu akubariki sana. Amen.